And that's what I did. Wakati tunatazama vipindi mwishoni huwa kuna mambo kama hayo yakimaliziwa. Praise the Lord. Amen. So don't let your heart be worried. Usiwachilie moyo wako usononeke. Just praise the Lord. Lakini msifu Mungu. And just be still. Na utulie tu. Because he already knows your problems. Kwa sababu Mungu anaelewa shida zako. Because he already knows your challenges. Kwa sababu tayari anajua changamoto zako. But what the Lord was ministering to me this morning as I start my sermon. Mungu alikuwa ananinenea asubuhi ya leo. Is that most of us are so much focused on the challenges we are going through. Ni kwamba wengi wetu wanaangalia sana changamoto wanazopitia. Yet the Lord God says he knows it. Ingawa Mungu anasema kwamba anayajua. So you are only meant to praise God. Kwa hivyo wewe unapaswa kumsifu Mungu. Not to focus on the problem. Sio kuangalia zile shida. So God was ministering to me today. Mungu alikuwa ananihudumia leo asubuhi. That tell my people. Na uambie watu wangu not to focus so much on what they are going through. Wasiangalie sana mambo wanayopitia. But to focus and to praise God. Lakini wamsifu Mungu. So our theme today is on praise. Leo tunazungumzia sifa. And before I start, I am born again. Na kabla nianzie ameokoka. And Christ is Lord. Na Yesu ni Bwana. When pastor called me and told me that you are going to bring a sermon this Sunday. Wakati mchungaji alinipigia na kuniambia kwamba nitahubiri siku ya leo. And actually informed me today is going to dedicate the praise and worship team. Na pia akasema kwamba angeombea kikundi cha sifa. I was now wondering how can I bring a sermon on praise. Nilishangaa jinsi nitakavyoleta ujumbe kuhusu kusifu. It wasn't easy, but the Lord God has given me a message. Haikuwa rahisi lakini Mungu amenipa ujumbe. You know, some of us are like freelance preachers. Wengine wetu huwa hawahubiri kuhusu mambo ya when you are told you are preaching today, unatafuta ka topic. Ukiambiwa unahubiri, that's when you look for a topic. But this one was different. The topic was there. Lakini wakati huu nilikuwa nishapewa mada. As in about praise. Kuhusu sifa. And so seeking God and getting to know what can you say about praise. Kwa hivyo kumtafuta Mungu na kufahamu kile nitakachosema kuhusu kusifu. It was not easy, but the Lord God has ministered to me. Haikuwa rahisi lakini Mungu ameninenea. And I have a message and I'm convinced it is from God. Na nina ujumbe na najua kwamba umetoka kwa Mungu. Because during the devotion hour, kwa sababu wakati wa maombi asubuhi, the Lord confirmed to me the same message. Mungu alidhibitisha ujumbe huo. And during the time the praise and worship was singing the day song. Na wakati kikundi cha sifa na kuabudu walikuwa wanaimba wimbo wa leo, the Lord confirmed it again. Mungu tena alidhibitisha. And that is why I have the confidence to stand here. Na ndio sababu nina uwezo wa kusimama hapa. And to bring the word of God. Na ili nilete neno la Bwana. One thing I should say is that I'm just a vessel. Kitu ambacho nitasema ni kwamba mimi ni chombo. God can use anyone. Mungu anaweza kutumia yeyote. He can also use you. Anaweza pia kukutumia wewe. But today he has seen it good to use me. Lakini leo ameona ni vyema anitumie. And what I have done is to surrender to God. Na kile nimefanya ni kujipeana kwa Mungu. So that he may use me as a vessel. Ili anitumie kama chombo. I personally am not worthy. Mimi mwenyewe sistahili. But because God has seen it me worthy to bring the word of God. Lakini kwa kuwa Mungu ameona ninastahili kuleta neno lake. Through the servant of God, Pastor Kinywa. Kwa kupitia mtumishi wa Bwana mchungaji Kinywa. And so I say yes, Lord. Na kwa hivyo ninasema ndiyo Bwana. I have the shortest time possible. Nina muda mfupi sana. And we are going to hear the word of God. Na tutasikia neno la Bwana. Today we are going to learn about praise. Leo tutasoma kuhusu sifa. And I ask you or you ask yourself, what is praise? Na tunaweza tukajiuliza sifa ni nini? I went through a dictionary. Nikaenda katika kamusi. And it says praise is to glorify God. Na inasema kusifu ni kumtukuza Mungu. Especially by attribution. Kwa kuhusisha. Praise is to praise God. Sifa
ni kumtukuza Mungu. I got from 3 Hebrew words about praise. Kutoka neno la Kiebrania. The first word was yada. Neno la kwanza ni yata, which means praise. Maybe the technical team, you can show that. Yada means praise. Yata inamaanisha praise. Sarma, which means sing praise. Salma inamaanisha imba sifa. Alal, which means praise or honor. Allah inamaanisha sifa pia. All that is derived from Psalms 149 verse 3. Na hiyo yote imetokana na Zaburi 100 na aya 3. Psalms 149 verse 3. Okay, Psalms 149 kuanzia mstari wa 3. That's where I got that definition of praise. Na hapo ndipo nilipata maelezo hayo ya where let's praise the Lord with dancing. Inasema kwamba wacha tumsifu Mungu kwa kucheza. Let's praise the Lord with singing of praises. Wacha tumsifu Mungu kwa kuimba sifa. Let's make music to him with tambourines and harp. Wacha tufanye sifa kwa Mungu kwa kutumia vinanda. So praise is expressing our feelings to God. Kwa hivyo kusifu ni kupeana hisia zetu kwa Mungu. Praise is a sacrifice to God. Sifa ni ibada kwa Mungu. Hebrews chapter 13 verse 15. Waibrania mstari wa 13 kuanzia 15 verse 15. It says let's continue. It says through Jesus therefore let's continually offer to God a sacrifice of praise, the fruit of lips that confess his name. Hebrews chapter 13 verse 15. You can just see. Through Jesus, therefore, let's continually offer to God a sacrifice of praise. Kwa kupitia Yesu Kristo, wacha mara tuendelee kumpa Mungu ibada ya sifa mara kwa mara. So praise is a sacrifice. Kwa hivyo sifa ni ibada. Praise is a sacrifice. Sifa ni dhabihu. And it says let's continually do. So it's a command we need to do. Kwa hivyo inasema wacha tuendelee kumpa Mungu. Kwa hivyo yes. So praising God is a command that we need to exalt him. Kwa hivyo kuabudu Mungu ni amri ambayo tumepewa. Praise the Lord. Hallelujah. So we are expressing our feelings to God for who he is. Kwa hivyo tunaonyesha hisia zetu kwa Mungu kwa jinsi ya vile alivyo. He is a mighty God. Yeye ni Mungu mkuu. He is a great God. Ni Mungu mkuu. He is excellent. Ni Mungu he is marvelous. Yes. That is the God that we need to praise. Praise the Lord. Oh yes. So when we praise God, we are giving reference to who he is. Kwa hivyo wakati tunasifu Mungu, tunarejelea jinsi alivyo. We are giving reference to who he is. Tunarejelea yeye ni nani. Praise the Lord. Amen. So let's keep on praising God because he's worthy of praise. Kwa hivyo tuendelee kumsifu Mungu kwa kuwa anastahili kusifiwa. So praise is a sacrifice. Kwa hivyo sifa ni ibada. Praise is a command. Sifa ni amri. We are giving this sacrifice from our hearts. Tunatoa hii ibada ama dhabihu kutoka rohoni zetu. Praise the Lord. Praise the Lord, church. Amen. So what is praise? Kwa hivyo kusifu ni nini? Because they're always saying here, the leader says it's time for praise. It's time for praise. Viongozi hapa kila mara husema ni wakati wa kusifu. Praise the Lord. So let us praise God because of who he is. Kwa hivyo tunapaswa kusifu Mungu kwa kuwa yeye ni nani? Who is God in your life? Mungu ni nani katika maisha yako? Who is God in your life? Mungu ni nani katika maisha yako? That God in your life, you deserve to praise him. Huyo Mungu katika maisha yako ndiye unapaswa kusifu. Praise the Lord. Amen. When, I like using example of mom. I like the way when it comes to praising and worshiping God, iyo na iyo nguvu yote, praise the Lord. When he says, kila mtu asimame,
tumsifu Mungu, let's shout. Alafu anatafuta mwash hapa, amekosa mwash. You know, like sahi niliona alitaka kuwekelea Mungu hiyo, but mash was not there. So the issue is this, that is praise. Bwana asifiwe. Kwa hivyo hiyo ndio sifa. Have that seal of praising God. Kuwa na hiyo nguvu ya kumsifu Mungu. Praise the Lord. Amen. Because praising God is not just by saying. Kwa sababu kusifu Mungu sio kwa maneno tu. We also praise God using instruments. Tunasifu Mungu kwa kutumia vinanda. Praise the Lord. Amen. So let us praise God because of who he is. Kwa hivyo tumsifu Mungu kwa vile yeye alivyo. And mom will always say akisimama hapa. And mom atakuwa kama amekufanyia kitu simama na umsifu Mungu. That if he has done anything to you, stand and praise God. Praise. You maybe have been taking it simple. Inaweza kuwa umekuwa ukichukulia kwa urahisi. But you know, because God has done you something, can't you not praise him? Lakini ikiwa Mungu amekufanyia jambo, huwezi kumsifu. Has God done you something? Mungu amekutendea jambo. Has God done you something? Mungu amekutendea lolote. When praise and worship were here, were you praising or seated? Wakati kikundi cha sifa na kuabudu kilikuwa hapa, ulikuwa unasifu au uliketi? They were pocketed, some of it. Wengine walikuwa wameweka mikono katika mifuko. Some of you were just seated. Wengine walikuwa wameketi. Some of you are not opening your mouth. Wengine wako wanafungua midomo. And yet you say you love God. Na bado unasema unapenda Mungu. Yet you say I honor this God. Wakati unaendelea kusema kwamba unamheshimu huyu Mungu. And you cannot give him the reverence he deserves. Na umpei heshima ambayo anafaa. Praise the Lord. God cannot eat the githeri, the mandazi. He just eats the praise. Mungu hata kula chakula lakini anakula sifa. Praise the Lord. Amen. This is our sanctuary of praise. Hili ni hekalu la sifa. And sometimes you may be wondering what pastors just said, how the Lord has given us victory over the land. Na wakati mwingine unaweza kuwa ukishangaa jinsi ambavyo imesemekana kwamba tumepata ushindi. This is a sanctuary of praise. Hili ni hekalu la the sifa. The praise we give God here just comes down and does things for us. Oh yes. Praise the Lord. Amen. So who is to praise God? Nani anapaswa kumsifu Mungu? Everyone. Kila mtu. Isaiah chapter 25 verse 1. Kitabu cha Isaia 25 kuanzia mstari wa kwanza. Let everything that has breath praise the Lord. Wacha kila kiumbe ambacho kina pumzi kimsifu Mungu. Do you have breath? Wewe una pumzi? Church, do we have breath? The Lord says you praise him. Amen. So it is a command I was telling you. Kwa hivyo ni amri ambayo nilikuwa nawaambia. That if you are breathing, you have to praise God. Kwa ikiwa una pumzi, unapaswa kumsifu Mungu. Praise the Lord. So, you need to praise God. Very fast ways of praising God. Njia za kumsifu Mungu. There are many ways you can praise God. Kuna njia nyingi ambazo tunaweza kumsifu Mungu kwa. By singing. Kwa kuimba. Psalms chapter 71. Zaburi 71 verse 22. Kuanzia mstari wa 12. Psalms chapter 71 verse 22. Maybe you can have it. I'll praise you with a harp for your faithfulness, my God. I will sing praise to you with hiyo sasa ni ngumu kusema. With only one of Israel. Praise the Lord. Amen. Kinanda, nafikiri hizo vitu ni kama kinanda, hizo venye kina kimanzi wako nazo hivyo, si ndio? My lips will shout for joy when I sing praise to you. Who I have redeemed. Praise the Lord. Amen. You can also praise God through prayer. Unaweza ukamsifu Mungu kwa kupitia maombi. Acts chapter 16. Katika Matendo ya Mitume 26 verse 25. Kuanzia mstari wa 25. This is about the story of Silas. Ni kuhusu Silas. When Silas who was in prison. Ambao walikuwa katika jela. You can also praise God through music and art. Unaweza ukamsifu Mungu pia kwa kuimba. That's what you have got from Psalm 71. Katika Zaburi 71.
You can also praise God by lifting your hands to God. Unaweza ukainua mikono yako na iwe sifa kwa Mungu. Psalm 63 verse 3 to 4. Zaburi 63. Praise the Lord. Amen. Because your love is better than life, my lips will glorify. Okay, another version talks about I'll lift my hands. Oh, it's there. I'll praise you as long as I live. Nitakusifu ikiwa ninaishi. In your name I lift my hands. Na katika jina lako nitainua mikono yangu. Praise God. Amen. So lifting hands is a way of praising God. Kwa hivyo kuinua mikono ni njia ya kumsifu Mungu. Using music is a way of praising God. Kwa kutumia nyimbo ni njia ya kumsifu Mungu. By singing is a way of praising God. Wakati tunaimba tunamsifu Mungu. We can also shout to praise God. Tunaweza pia tukapiga kelele. We can also kneel to praise God. Tunaweza tukapiga magoti ili kumsifu Mungu. So there are many ways of praising God. Kuna njia nyingi za kumsifu Mungu. So you can't say I can't praise God. Kwa hivyo huwezi ukasema kwamba hutamsifu Mungu. I move to next. When can we praise God? Ni lini tunaweza kumsifu Mungu? When can we praise God? Ni lini tunaweza kumsifu Mungu? When are we meant to praise God? Ni wakati upi tunapaswa kumsifu Mungu? Church, when are we meant to praise God? All the times. Even when the times are not good? Even when the times are not good? But mostly we praise God when the times are good. Praise the Lord. Amen. So we need to praise God all the time. Kwa hivyo tunapaswa kumsifu Mungu kila wakati. Psalms chapter 34 verse 1. Zaburi 24 mstari wa kwanza. 34 verse 1, maybe you can give us. Samahani, 34 mstari wa kwanza. My soul, okay. Nitaimidi Bwana kila wakati, sifa zake zikinywani mwangu daima. Yes. I'll praise the Lord all the times. Nitamsifu Mungu nyakati zote. I'll always praise the Lord. Kila wakati nitamsifu Mungu. But do we praise God all the times? Lakini sisi huwa tunamsifu Mungu nyakati zote? Do we praise God all the times? Huwa tunamsifu Mungu nyakati zote? That's a question. Ask yourself. Ni swali unapaswa kujiuliza. When you are in pain, do you praise God? Wakati uko katika uchungu, huwa unamsifu Mungu. When you don't have money, do you praise God? Wakati hauna pesa, huwa unamsifu Mungu. When someone has hurt you, do you praise God? Wakati mtu amekuumiza, huwa unamsifu Mungu. When someone has annoyed you, to praise God? Wakati mtu amekuudhi, huwa unamsifu Mungu. When things are not working, do you praise God? Wakati mambo haiendi vizuri, huwa unamsifu Mungu. Or you just cry? Ama wewe unalia tu. You crumble? Unalalamika? You complain? Unanungunika? You sleep? Unalala? Just think about it. Hebu fikiria jambo hilo. That is the message God was giving me today. Na huo ndio ujumbe Mungu amenipa leo. That in difficult times, wakati wa mambo magumu, my people don't praise me. Watu wangu huwa wanisifu. But in good times, yes they do. Lakini wakati mambo ni mazuri, huwa wananisifu. And that is why the next thing is praising God in difficult times. Na jambo hilo lingine nitazungumzia ni kuhusu kusifu Mungu wakati wa magumu. I know it's not difficult for you to praise God when it is good times. Najua si ngumu kusifu Mungu wakati mambo yako sawa. But God says even in difficult times praise me. Lakini Mungu anasema hata wakati wa mambo magumu nisifu. Difficult times. Wakati mgumu. When you have lost. Wakati umepoteza. You have lost a loved one. Umepoteza mpendwa. And just God says you praise me. Na Mungu anasema umsifu. You lost all the money and God says you praise me. Umepoteza pesa yote na Mungu anasema umsifu. That is what God is saying. Hivyo ndivyo Mungu anasema. Exodus chapter 14 verse 10 to 15.
When you look at the book of Exodus chapter 14, verse 10 to 15. Ukiangalia katika kitabu cha Kutoka, It is the history of the Israelites when they were crossing the Red Sea. ni historia ya Waisraeli walipokuwa wanavuka bahari ya Shamu. And when they looked like this, Na wakati waliangalia nyuma, they saw the Egyptians following them. wakaona Wamisri wakiwafuata. And they were terrified and they cried out. Na wakaogopa na wakalia. And they began grumbling to Moses. Na wakaanza kumlalamikia Musa. Why did you have to bring us this far? Mbona ilibidi utulete umbali huu? We could have died there. Tungekufia huko. That is what the Israelites did. Hivyo ndivyo Waisraeli walifanya. When they were crossing, when they were in that difficult time. Wakati walikuwa katika wakati huo mgumu. When they were there, no east, no west. Wakati walikuwa hapo, hakuna kwenda mashariki wala magharibi. They complained. Walilalamika. They grumbled. Walinungunika. They cried. Wakalia. Instead of praising God who had brought them that far. Badala ya kusifu Mungu aliyekuwa amewaleta umbali huo. God has brought you this far. Mungu amekuleta umbali huu. But in that situation that you are in now, which is very painful, lakini wakati huo ambao uko katika hali ya ugumu, God was ministering to me, my people are not praising me. Mungu akaninenea kwamba watu wangu hawanisifu. Just like the Israelites when they were about to cross the Red Sea. Kama Wanaisraeli walipokuwa wanavuka bahari ya Shamu. Because this time is very hard. Kwa sababu muda huo ni mgumu sana. You are not praising God but complaining and sleeping and grumbling. Wewe haumsifu Mungu lakini unanungunika na kulia na kulala. Praise God. It doesn't matter the situation. Haijalishi hali yako. God is God of all seasons. Mungu ni Mungu wa nyakati zote. You want to tell me God was not aware there is the Red Sea? Unataka kusema kwamba Mungu hakujua kwamba bahari ya Shamu ilikuwepo? He had brought them all that far. Alikuwa amewaleta umbali huo. You want to tell me God is not aware you don't have that money? Mungu, unataka kuniambia Mungu hafahamu kwamba unahitaji hiyo pesa? You want to tell me God is not aware you are having a certain sickness? Mungu, unataka kusema kwamba Mungu haelewi kwamba una ugonjwa fulani? You want to tell me God is not aware your business is not doing well? Unataka kusema kwamba Mungu haelewi kwamba biashara yako haiendi vizuri? You want to tell me God is not aware your children are not behaving well? Unataka kusema kwamba Mungu haelewi kwamba watoto wako hawafanyi vizuri? You want to tell me God is not aware your job is coming to an end? Unataka kusema Mungu haelewi kwamba kazi yako inakaribia kukamilika? Because of those issues you have, kwa sababu ya mambo hayo ambayo unayo, you have stopped praising God. Umewacha kumsifu Mungu. You have stopped praising God. Umewacha kumsifu Mungu. You have stopped giving reference to God for who he is. Umewacha kumtukuza Mungu kwa jinsi alivyo. As though God has changed. Ni kama Mungu amebadilika. God does not change. Mungu habadiliki. He is the same yesterday, today and forever. Yeye jana, leo na milele. It is only your situation which is changing. Ni hali yako itaendelea kubadilika. He is the God while you are in the valley. Ni yeye Mungu wakati uko mabondeni. He is the God while you are at the top of the valley. Ni yeye Mungu ukiwa juu ya mlima. He is the God when you have the millions of money. Ni yeye Mungu ukiwa na milioni ya pesa. And he is the God when you don't have any money. Ni yeye Mungu ukiwa hauna. And God is saying this. Na Mungu anasema hivi. When I've given you good money, wakati nimekupa pesa nzuri, you come to church and sing to me. Unakuja kanisani na unaniimbia. But when you don't have any money, lakini wakati hauna, you stay at home. Unakaa nyumbani. You come and sit down there, you cannot even stand to praise me. Unakuja unaketi hapo, hauwezi ukasimama. Yet you claim you love me. Na bado unaendelea kusema kwamba unanipenda. Yet you claim you know me. Unaendelea kusema unanipenda. Praise the Lord. Amen. When your business is doing very well, wakati biashara yako inaendelea vizuri, you are smiling and you come to church and you sing and you sing. Unatabasamu na unakuja kanisani unaimba na unaimba. When you are told to stand to sing, you stand and sing. Ukiambiwa ni wakati wa kuimba unasimama unaimba. But yesterday because you recorded a loss, lakini kwa sababu jana ulipata hasara, you come to church and sit behind there. Unakuja kanisani unaketi huko nyuma. When you are told to stand up to sing, tukiambiwa tusimame tuimbe, you cannot stand to sing, you are just thinking of the loss. Wewe huwezi kusimama unafikiria ile hasara.
God has not changed. Mungu hajabadilika. God is the same yesterday, today, and forever. Mungu ni yeye jana, leo na milele. Don't you think God is aware that you made a loss yesterday? Unataka kusema kwamba Mungu haelewi And if ulipitia God hasara is jana? aware, then praise Him. Mungu anaelewa, basi msifu. Praise Him in the morning. Umsifu asubuhi. Praising in the mid-morning. Umsifu masaa Even mengine. at night. Na hata usiku. Praise the Lord. Amen. When our Deacon Charles was reading Exodus chapter 15, Wakati Mr. Charles alikuwa anasoma kitabu cha Kutoka 15, verse 1, mstari wa kwanza, the Lord confirmed to me, Mungu akanidhibitishia, this is what most of my people do. kwamba hivi ndivyo watu wengi hunifanyia. Let's have that verse, Exodus chapter 15, verse 1. Then Moses and the Israelites sang this song to the Lord. Alafu Musa na Waisraeli wakaimba wimbo huu. I will sing to the Lord, for He is highly exalted. Nitamwimbia Mungu kwa sababu ameinuliwa sana. Maybe you can give us before. Where it's showing when it shows the way when the Israelites now had crossed, and then Moses and the Israelites sang. Okay, even if we don't show, that is the point of chapter 15. Chapter 15 talks about when the Israelites had crossed the Red Sea. Kifungu hicho kinazungumza kwamba wakati Musa na Waisraeli walivuka bahari, then they began to sing. Basi wakaanza kuimba. They began to praise God. Wakaanza kumsifu Mungu. But when they were on the Red Sea, lakini wakati walikuwa pale katikati, chapter 14, 14, they were grumbling. Walikuwa wanalalamika. Until God told them, why are your people crying? That's what God told Moses. Mpaka Mungu akauliza Musa, mbona watu hao wanalia? This is the first we got in the morning devotion. So most of us, kwa hivyo wengi wetu, including me, pia mimi, is when things have worked. Ni wakati mambo yako vizuri. When things are good. Wakati mambo yako sawa is sawa. when we have the energy to sing and to dance. Ndio tuko na nguvu ya kusifu na kumwimbia But Mungu. when things are not good, lakini wakati mambo hayako mazuri, we least praise God. Huwa atumsifu Mungu. The most we do is to cry and to crumble. Huwa tunalia sana na kulalamika. Praise the Lord. Amen. I know that's not one of the best sermons. That's what God has ministered to us today. Sio mahubiri mazuri sana, lakini ni Mungu amenena. Exodus chapter 14. Katika kitabu cha Kutoka 14, the Israelites began to crumble. Wana wa Israeli walianza kulalamika. Because they saw the Egyptians following them. Kwa sababu waliona wa Misri wakiwafuata. Rather than praising God because He had brought them that far. Badala ya kumsifu Mungu kwa kuwa alikuwa amewaleta umbali huo. But when they were out of the challenge, lakini wakati walipita ile changamoto, when they had crossed the Red Sea, wakati walikuwa washavuka, that's when they remembered to praise the Lord. Ndio walikumbuka kumsifu Mungu. Oh my God, help us so that we remember to praise You all the times. Tukumbuke Mungu, kumsifu Mungu nyakati zote. Praise the Lord. Amen. Why do we need to praise God in times of warfare? Huwa tunahitaji kumsifu Mungu wakati wa vita. Because praise is a weapon of warfare. Kwa sababu sifa ni silaha katika vita. Praise is a weapon of warfare. Sifa ni silaha katika vita. I'm finishing 2 Chronicles chapter 20. 2 Chronicles chapter 20 verse 1. This is the story of Jehoshaphat. Hii ni hadithi ya Jehoshaphat. The Ammonites, wakati the Ammonites, the Moabites, wa Moabi, were to make war on Jehoshaphat. Walikuwa wameamua kumpiga Jehoshaphat. And what Jehoshaphat tell the people? Na Jehoshaphat akaambia watu to sing. Maybe you can get us that first. Jehoshaphat told the people to sing. And when the people sang, the Moabites and the Ammonites began to fight themselves. Na wakati Waisraeli waliimba, Ammonites na wa Moabi walianza kupigana wenyewe kwa wenyewe. Let me get the actual verse. Ikawa baadaye wana wa Moabu na wana wa Amoni na pamoja nao baadhi ya
wa Meuni wakaja juu ya Yehoshafati vitani. Wakaja watu waliomwambia Yehoshafati wakisema, wanakuja jamii kubwa juu yako watokao Shamu toka ng'ambo ya bahari. Na tazama wako katika Hasasoni Tamari. 3. Yehoshafati akaogopa. Just go to 22 because of time. Mstari wa 12 wa 22, samahani. Nao walipoanza kuimba na kusifu, Bwana akaweka waviziao juu ya wana wa Amoni na Moabu na wa mlima Seiri, waliokuja juu ya Yuda na wakapigwa. 23. Kwani wana wa Amoni na wa Moabu waliwaondokea wenyeji wa mlima Seiri kuwaulia mbali na kuwaharibu. Nao walipokwisha kuwakomesha hao wakaao Seiri, wakajitia kuharibu kila mtu mwenziwe. Yes, so in verse 22, katika mstari wa 22, as Jehoshaphat had told them, the people began to sing and praise the Lord. Yehoshafati akawaambia waanze kuimba na kumsifu Mungu. And as the people praised the Lord, na wakati watu walikuwa wanamsifu Mungu, the Lord set ambushes on the Ammons and the Moabites. Mungu akawatokea wa Moabu na wa Amoni, and they slaughtered themselves. na wakaanza kuchinjana. That means praise is a weapon of warfare. Inamaanisha sifa ni silaha katika vita. Sometimes you are in a warfare, you cannot be able to fight. Wakati mwingine unakuwa katika vita na huwezi kupigana. The best thing to do is to praise God. Jambo muhimu sana kufanya ni kumsifu Mungu. Just praise God. Unamsifu Mungu tu. Praise is a weapon of warfare. Kwa sababu sifa ni silaha katika vita. When you exalt God and make reference to him, wakati unaanza kumuinua Mungu na kumsifu, that God, this battle is not mine, it is yours. Unamwambia Mungu, vita hivi sio vyangu ila ni vyako. That God, you're almighty, everything is possible with you. Ya kwamba wewe Mungu ni mkuu na kila jambo lawezekana. Then the Lord does that. Mungu anafanya hivyo. So don't struggle with some warfares. Kwa hivyo nyinyi ambao mnang'ang'ana katika vita, you just need to praise. Unapaswa kumsifu Mungu. Because sometimes you are not even able to pray. Kwa sababu wakati mwingine huwezi hata kuomba. When you want to pray, it is so difficult. Unajaribu kuomba inakuwa vigumu sana. Rise up and praise God. Unainuka na unamsifu Mungu. Just praise him. Wewe msifu Mungu. Just exalt him. Muinue Mungu. Have reference to him. Mheshimu Mungu. Mwambie ni wewe tu Mungu unaweza nisaidia hapa. Wewe ni Mungu. Tell him that it is only you, God, that can help me here. There is power in praise. Kwa sababu kuna nguvu katika kusifu. That's why this sanctuary is called Sanctuary of Praise. Na ndio maana hekalu hili linaitwa hekalu la kusifu. There is power in praise. Kwa sababu kuna nguvu katika kusifu. Praise with anything you can praise God with. Unamsifu Mungu kwa kila kitu unachoweza. Praise the Lord. Amen. Our church, kanisa, are we together? Tuko pamoja. That difficult situation you are in, hiyo hali ngumu ambayo uko ndani yake, what God requires you to do is just to praise him. Mungu anakuhitaji umsifu. Praise him. Msifu. Praise him. Sifu Mungu. In that situation, katika hali hiyo, in that difficult moment, katika hali hiyo ngumu, and God will manifest himself, na Mungu atajitokeza pale, and you'll be out of that difficult situation, na utatoka katika hali hiyo, and God shall be glorified, na Mungu ataimidiwa. Praise the Lord. The last example is the example of the fall of Jericho. Mfano wa mwisho ni kuhusu kuanguka kwa kuta za Yeriko. Joshua, I think chapter 6, if I'm not wrong. Joshua kifungu cha 6. The Lord commanded them to go round and round. Mungu akawaamrisha waende wazunguke ule ukuta. No talking. Sio kwa akizungumza. What were they doing? Ni nini walikuwa wanafanya? What were they doing as they went round Jericho? Walikuwa wanafanya nini walipokuwa wanazunguka ule ukuta? Walikuwa na hizo vitu, si ndio hii. That is also way of praising God. Hiyo ndio pia ni njia ya kumsifu Mungu. And the Bible says on the seventh day, the seventh time.
Na Biblia inasema katika siku ya 7 mara ya 7 the Lord God told them to shout. Mungu aliwaambia wapige kelele. And they shouted. Na wakapaza sauti. And what happened to the walls of Jericho? Na nini ilifanyika kwa kuta zile? What happened to the walls of Jericho? Nini ilifanyikia zile kuta? It all fell down. Ilianguka. Just shouting to God. Kumpigia Mungu kelele ama kupaza sauti kwa Mungu. Don't glorify the devil so much by thinking about that difficult situation. Usianze kuzungumza sana kuhusu shetani ukizungumzia ile hali. Don't exalt the devil in that situation. Usimuinue shetani. By how you speak, you exalt the devil. Kwa jinsi ambavyo unazungumza wakati mwingine unamsifu sana. No, exalt God. Lakini muinue Mungu. And that wall will break down. Na huo ukuta utaanguka. Praise the Lord. Amen. I want to finish. Remember the message today. Nikimalizia, kumbuka ujumbe wa leo. That praising God in difficult times. Kwamba kusifu Mungu katika hali ngumu. Don't be like the Israelites. Usikuwe kama wana wa Israeli. When they were to cross the Red Sea. Wakati walikuwa wanavuka bahari ya Shamu. They crumbled and cried. Walilalamika na kulia. While when they crossed over, they sang. Wakati walivuka wakaimba. No, while in the Red Sea sing. Lakini wakiwa katikati, on the water sing. Ukiwa katika maji imba. Out of the water sing. Ukiwa nje ya maji imba. Praise the Lord. Amen. With money sing. Ukiwa una pesa imba. Without money sing. Bila pesa imba. Not only when things are favorable on your side. Sio wakati mambo yako vizuri na yanakufaa. God wants to see, can you still exalt me in this other situation? Mungu anatafuta yule atakamsifu hata katika hali hii nyingine. Praise the Lord, church. Amen. I want to finish. Ningependa kumaliza because of time. Kwa sababu ya muda. So remember, in times of difficult situations, kumbuka wakati wa hali ngumu, praise is a weapon of warfare. Sifa ni silaha ya vita. So while you are fighting, wakati unapigana, in praise, katika sifa, you refocus your thoughts to God. Unabadilisha mawazo yako na kumtazamia Mungu. By exalting him. Kwa kumuinua Mungu. And it makes you to be still. Na inakufanya uwe na utulivu. When you praise God, it makes you to be still. Ukimsifu Mungu unatulia. And when you become still, you know that he is God. Na katika utulivu unajua huyo ni Mungu. And then God manifests his power. Na Mungu anaonyesha nguvu yake. That's why I was singing that song, Moyo Wangu Tulia. Na ndio sababu nilikuwa naimba huo wimbo. Praise the Lord. So I want to end. Kwa hivyo nataka kumalizia by just encouraging us to praise God. Kwa kutuambia tumsifu Mungu. Praise God all the time. Tumsifu Mungu katika nyakati zote. But remember, today I am focusing on the difficult times. Na ukumbuke leo ninaangalia sana wakati mgumu. When there is the storm. Wakati kuna upepo. Praise him. Msifu Mungu. Don't cry, praise him. Usilie bali msifu Mungu. When they stand up, be still and praise the Lord. Wakati unatulia na unasimama kumsifu Mungu. Praise the Lord. Amen. Church, let's praise God all the times. Kanisa tumsifu Mungu nyakati zote. Because God is worthy of praise. Kwa sababu ni Mungu anayestahili sifa. There is none like him and there will be none, is only God. Kwa sababu hakuna mwingine na hakuna ila ni yeye tu. And he dwell in the presence of the praise. Kwa hivyo na kwa sababu yeye anapendelea. When you praise, God comes down. Wakati unasifu, God come down. Mungu anashuka. And addresses your situation. Na anakuja katika hiyo hali yako. And addresses your need. Anashughulikia hiyo haja yako. Oh my God, I'm going to change to be someone who praises. Nitabadilika niwe mtu ambaye anasifu. Also change to be someone who prays more than the way you praise. Hivyo nawe badilika uwe mtu anayesifu kuliko vile unasifu. Praise the Lord, church. Amen. Allow me to end there. Niruhusu nimalizie hapo. That we are going to praise God in difficult times. Tumsifu Mungu katika hali ngumu. In challenging times, you are going to praise God. Wakati tuna changamoto, tumsifu Mungu. When situations are not unfavorable to you. Wakati mambo si mazuri,
you are Kumsifu going to Mungu. praise God. Amen. When you are expecting something from God, you are going to praise Him. Unapotarajia kitu kutoka kwa Mungu utamsifu. When God has done for you, praising is not difficult. It's very easy. Wakati Mungu amekufanyia jambo, kusifu ni That's rahisi. one I know it's very easy. You just dance and dance. Najua hiyo ni rahisi, unacheza na kucheza. But during difficult times, I want you to dance to God. Lakini wakati katika mambo magumu, ningependa pia umchezee Mungu. Dance to God because He deserves to be danced to. Umsifu Mungu kwa sababu anastahili. Are you sick? Wewe ni mgonjwa, Praise the Lord. msifu Mungu. Because He's your healer. Kwa sababu yeye ndiye Tell Him mponyaji you are the wako. only one who can heal me. Mwambie ni yeye peke yake anaweza Tell me you are Jehovah kukusifu. Rapha, my healer. Amen. That is praising God. And He'll come to your situation. Na atashuka katika hali hiyo. I need to be given that song, which was the main song for the praise and worship, as I welcome Pastor. Nipewe wimbo huo ambao uliimbwa na kikundi cha kusifu na About kuabudu. the storm. Praise and worship, you'll sing with me there. Just give us the only one for the storm because of time. Yes, that one. Let's sing together, church. And the praise can come even here, we sing together. Rise and the thunders roll. That means you are in that difficult situations. Katika hiyo hali yako ngumu, You are saying, Father, you are King. wewe unasema Mungu ni wewe That is mfalme. praising God. Hiyo ni kumsifu And then He Mungu. says, I'll be still and know you are God. Na inasema nitatulia na nijue kwamba wewe ni Mungu. When you tell Him, I know you are God, Wakati unamwambia ninajua wewe ni Mungu, that is praising Him. hiyo ni kumsifu. Telling Him, I'll be still because I know you are God. Mwambie nitatulia na nijue wewe ni Mungu. So when the oceans rise and the thunders roll, Kwa hivyo wakati maji yanainuka, tell Him He is God. mwambie yeye ni Mungu. Tell Him He is God. Mwambie yeye ni Mungu. Tell Him He is God. Mwambie yeye ni Mungu. Pastor, welcome. Asante.